Hujambo, karibu sana katika Kubobea Andikoni. Kubobea Andikoni. Na huu ni mwongozo wa kujifunza Biblia kwa vijana miaka 19 hadi 35. Na tunaendelea katika robo ya kwanza kabisa katika mwaka huu 2026. Na tupo katika somo la 6. Somo la 6 ambalo lina kichwa kinachosema Yesu na Ubudha. Yesu na Ubudha. Na kabla hatujaendelea kabisa, hebu tupate ombi. Tuombe. Baba yetu mtakatifu, asante sana kwa kutupatia wasaa huu wa kujihudhurisha mbele yako ili tuweze kusikia kile ambacho unahitaji kutufundisha tena. Fungua akili zetu, tusaidie tufanye yaliyo mapenzi yako katika jina lako Yesu Kristo. Amina. Basi ndugu mpenzi mtazamaji, juma lililopita tuliangalia Yesu na Uhindu, na juma hili tunaangalia Yesu na Ubudha. Na somo letu linaanza kwa kumwelezea huyu Budha, mwanzilishi wa hii dini ya Budha, ambaye kwa jina lingine alikuwa anaitwa Siddhartha Gautama. Huyu alikuwa ni mmoja wa watu walioishi katika miaka ya 2500 iliyopita, na alifahamika sana kwa utajiri aliokuwa nao kwa kipindi hicho. Aliishi katika maeneo ya India ya zamani, yani saizi tunaweza tukasema maeneo ya kusini mwa Nepali, upande wa kusini mwa Nepali. Kwa hiyo aliishi huko na alikuwa ni tajiri sana, mashuhuri sana, ambaye jamii yake ilimfahamu vizuri sana. Lakini wakati fulani alihangaishwa sana na kifikra baada ya kuangalia mateso ambayo watu waliokuwa nje ya jumba lake la kifalme walikuwa wakiyapitia, katika magonjwa, umasikini, lakini pia uzee, na zaidi ni kifo. Haya yote yalimgusa sana na kumfanya atafute kujua maana halisi ya maisha, fanye nini ili uweze kuishi maisha mazuri. Kwa hiyo hii ikamfanya aachane na utajiri na umashuhuri aliyokuwa nao na kuamua kwenda kuanza kutafuta juu ya hatma au kina juu ya maisha ambayo wanadamu walikuwa wanaishi. Mambo yote aliyoyafanya ni kwa sababu alikuwa anahitaji nuru, alikuwa anahitaji kutafuta kujua kweli ya haya yote au siri iliyopo katika maisha. Aliamua kuingia katika mazoezi ya kujinyima na kupitia katika changamoto mbalimbali za kutafuta kujua kweli ya kimaisha. Kwa mfano kujinyima kula au kujitenga na kujifunza kutoka kwa walimu mashuhuri sana wa falsafa waliokuwa wakifundisha katika kipindi hicho. Aliamua kuondoa kujifurahisha kupita kiasi na kujinyima kupita kiasi ili aweze kupata nuru kubwa ya kiroho. Akiwa ameketi katika mti wa Bodhi huko Bodhi Gaya, aligundua mafundisho makubwa au kweli mbili muhimu sana ambazo ndizo mafundisho makuu ya Ubudha. Na kweli za kwanza au mafundisho ya kwanza ni kweli 4 tukufu. Na mafundisho ya pili au fundisho la pili kuu ni njia 8 za uadilifu. Haya ndiyo mafundisho mawili makuu ambayo kila mtu ambaye ni muamini wa dini ya Kibudha hana budi kuyafuata. Baadaye Gautama akajitoa maisha yake yote kuwa mwalimu, akiwafundisha watu juu ya namna ya kuishi katika tambarare za Ganges, na huko jamii hiyo iliyokuwa ikitengenezwa ilifahamika kama Sangha, ili kubadilisha na kudumisha urithi wake ambao aliuanzisha. Na leo hii Ubudha ni kati ya dini mashuhuri kabisa na inakadiriwa kuwa na wafuasi zaidi ya milioni 520 duniani kote, na wengi wakiwa katika maeneo ya Asia, ambako huko huu Ubudha umeathiri tamaduni nyingi za wakazi wa huko. Lakini tofauti na Yesu yeye anasema mimi ndiye kweli na uzima na mimi ndiye nuru. Na yeye maisha yake alivyoishi yalikuwa tofauti na huyu Budha, kwa sababu yeye hakujitenga.
Tunamwona Buddha aliamua kujitenga, akaenda mbali kabisa na watu, na katika maeneo ya Bodhi huko akiwa amekaa katika miti huko ya kujinyima, akagundua mambo kadha wa kadha, au ndio mafundisho yao makuu mawili. Lakini Yesu hakufanya hivyo. Yesu hakujitenga na wanadamu, bali alijichanganya nao. Wenye hali ya chini aliwafuata, walio na shida aliwasaidia, na kwa kweli hakwenda mbali ili kuweza kuonyesha namna ya wanadamu kuweza kupata ukweli, lakini alijichanganya na wanadamu. Lakini katika kujichanganya kwao alidhihirisha na akaonyesha ni namna gani wanadamu hawana budi kuishi. Na Yesu katika kitabu cha Yohana 10:10 anatoa zaidi ya namna ambayo mwanadamu anaweza akaitumia kuhusika na wanadamu katika kuzitafuta kweli za Mungu kupitia neno lake, yani Biblia, au kupitia mafunuo yake ambayo ndiyo neno la Mungu, yani Biblia. Juma hili tunaangalia maswali magumu ambayo huyu bwana Gautama, yani Buddha, alijiuliza, na namna ambavyo Uhindu unajibu au ulimjibu, na tutaangalia utofauti na kile ambacho Ukristo unajibu kupitia maisha ya Yesu Kristo, na namna ambavyo Yesu anahitaji wanadamu wawe. Juma hili tutakuwa na mada kadhaa, na mada ya kwanza tutaangazia mtanziko wa Buddha, lakini pia tutaangalia chini ya mti, na tutaangalia njia ya amani, na hatimaye tutaangalia nuru ya uzima. Tukianza na mtanziko wa Buddha, tunaona Buddha akiwa katika mfadhaiko mkubwa. Baada ya maisha ya kifahari ambayo Buddha alikuwa nayo, tunaona anapitia katika changamoto ya kimawazo na changamoto ya kuwa na mtanziko, yani stress au msongo wa mawazo, baada ya kuona watu nje na jumba lake la kifalme wanavyopitia maisha ya umaskini, maisha ya kifo, maisha ya kuteseka, na akaamua kutafuta kweli ya maisha, yani atawezaje kuondoa huo mtanziko mkubwa alionao. Badala ya kujisogeza kwa Mungu ili aweze kumfungua au ili aweze kumfunulia mambo makubwa aliyokuwa nayo, yeye akaamua kujitenga na akaamua kutafuta siri kutoka kwa walimu mashuhuri waliokuwa wakifahamika katika kipindi hicho. Kwa hiyo huyu bwana Gautama, badala ya kumshirikisha Mungu ili aweze kumfunulia yale mambo ambayo yanamtatiza, aliamua kujikita katika kujitenga na kutafakari yeye mwenyewe, na baadaye akaamua kuwatafuta walimu mashuhuri wa falsafa na kwenda kuwauliza namna gani maisha yanapaswa kuishi. Watu wamekuwa wakisema dini zote ni sawa, jambo ambalo sio sawa. Na mmoja wa profesa anaitwa Profesa Steve Prothello wa chuo kikuu cha Princeton alikanusha hili wazo, akasema ni kweli kabisa ya kwamba dini zote si sawa, na hili ni tofauti na kwamba wengi wanavyosema kwamba dini zote ni sawa. Na utofauti wake ni kwamba dini zote zinatofautiana juu ya hatma ya maisha, lakini dini kadhaa au dini chache zinafanana kutokana na nyingi kuongelea asili moja ya wanadamu au mwanzo wake. Lakini hili jambo linaweza kuwa sawa kwa sababu tunapotazama dunia hii na kuiona inavyoenda, dhahiri kabisa tunaamini ya kwamba kuna kitu ambacho hakipo sawa, na kitu ambacho hakipo sawa tunakiona juu ya namna maovu yanavyoendelea na shida zinavyoendelea na namna ambavyo wanadamu wanapitia changamoto mbalimbali. Hili linaonyesha kabisa ya kwamba kuna kitu ambacho hakipo sawa, na ni kweli kitu ambacho hakipo sawa ni uovu ambao unaendelea na uliingia tangu kuanzishwa na Ibilisi, yani Shetani. Katika Yohana 9, Yesu anakabiliwa na mateso na hayakwepi, bali anayakabili moja kwa moja na kwa huruma, lakini pia kwa kusudi.
Tunaona kuna wakati fulani anakutana na mtu mwenye kipofu au mtu kipofu, na wanafunzi wake wanamuuliza, huyu mtu ambaye anapitia changamoto hii ya kipofu, je, alitenda dhambi yeye au wazazi wake walitenda dhambi? Lakini Yesu anawajibu, anasema huyu hajatenda dhambi wala wazazi wake hawajatenda dhambi, lakini Mungu ameruhusu hili litokee ili utukufu wake uweze kudhihirika. Na hapo hapo akamponya, na watu wote wakamwamini Yesu zaidi kutokana na hali hiyo ambayo imetokea. Na hili linaonyesha kwamba kuna baadhi ya mambo yatakuja katika maisha yetu, Mungu atayaruhusu yaje ili kwamba utukufu wa Mungu uweze kudhihirika kutokana na sisi ambavyo tutayapokea hayo mambo, na si kwa huzuni bali kwa kutegemea utukufu wa Mungu kudhihirika katika maisha yetu. Yesu ni nuru, na kama nuru kwa ulimwengu analeta mwangaza, na yeye yuko tayari kuonyesha huo mwanga kama tutaamua kumshirikisha yeye na kumchukua katika maisha yetu awe kilele au kinara au kiongozi katika njia yetu tupitayo. Na Mungu anahitaji tuamini ya kwamba tukimtafuta yeye kwa uaminifu tutampata, na sio kujitenga na kwenda kuteseka huko mbali pasina tumaini lolote. Anahitaji tumsogelee, tujifunze kutoka katika neno lake, ufunuo mkubwa ambao ametufunulia sisi wanadamu. Mada nyingine inasema chini ya mti. Naam, tunafahamu kabisa ya kwamba nimeeleza Bwana Gautama alikuwa na mfadhaiko mkubwa na alikuwa na mtanziko mkubwa katika fikra zake. Kwa hiyo akaamua ajitenge, aende mbali na ulimwengu. Katika Yohana 9:5 tunamwona Yesu akieleza juu ya kuangaza ulimwengu, na akasisitiza ya kwamba wanadamu tunaweza tukaangaza ulimwengu. Lakini jambo ninalolipenda zaidi katika Yohana 1:9 akaeleza ya kwamba mimi ni nuru halisi amtiaye nuru kila mtu. Maana yake kama tunahitaji kuangaza katika ulimwengu, hatuwezi kuangaza sisi wenyewe kwa uwezo wetu au kwa nguvu zetu. Ni lazima tuitafute hii nuru ambayo inatia nuru kwa kila mtu. Na tutaipata wapi? Kupitia neno la Mungu. Lakini tunamwona huyu Gautama, yeye katika kipindi hiki yeye aliamua kujitenga, akaacha ufalme, akaacha mambo mazuri, akaenda mbali kabisa. Na akiwa mbali katika mti wa Bodh huko Bodhgama, akagundua mafundisho mawili mashuhuri, kweli 4 tukufu, na akagundua njia 8 za uadilifu, ambapo hizo ndizo kinara ambacho kinawaongoza Wabudha kuhakikisha kwamba maisha yao yanadumu kuwa maisha ya kiuadilifu. Sasa tukiongelea swala la kutafakari, kwa sababu tunaambiwa huyu Bwana Buddha au Gautama alienda mahali akawa anakaa anatafakari. Kutafakari kuna maana tofauti tofauti, lakini kwa mashariki, ninapoongelea mashariki namaanisha maeneo ya Asia, India, kutafakari kwao huwa kunahusisha kuondoa mawazo katika akili, yaani kuiacha akili iwe wazi kabisa. Lakini ni tofauti na kutafakari kwa Kikristo. Kutafakari kwa Kikristo hulenga kujenga mawazo kupitia neno la Mungu. Yaani hakumfanyi mtu atulie, aondoe mawazo katika akili, lakini kunamfanya mtu ajikite katika kujifunza neno la Mungu na kujaza mawazo kupitia neno la Mungu, ambako maneno ya Mungu ndiyo yatakayompatia kweli na kumpatia namna nzuri ya kuweza kufanya mambo au matakwa kadha wa kadha. Tunaona watu wengi katika Biblia walitumia njia hii, na wakati wengine wakijikita katika kujifunza neno la Mungu, wengine walitumia muda huu kuongea na Mungu. Tunamwona Daudi akitaka kwenda kupigana, hatumii muda wake kutuliza mawazo na kuondoa mawazo katika akili eti ili agundue ni namna gani atakayoitumia kwenda kupigana, bali anawasiliana na Mungu, kumuuliza Mungu, je, niende nikapigane vita hii? Na Mungu alikuwa akimruhusu, au wakati mwingine kama anaona vita hiyo haimfai, anamwambia asiende kupigana.
ndivyo ambavyo kutafakari kwa zamani kulikuwa. Na huko ndiko ambako Yesu anatamani kila mtu afanye, kwa sababu hata yeye mwenyewe alipokuwa hapa duniani alikuwa anatumia muda, ndio anajitenga, lakini akienda kujitenga anaongea na Mungu, anaomba. Kuna wakati tunamuona akiwa na wanafunzi wake wakiwa wamelala, anawaambia, "Je, hamkuweza kukesha nami hata kwa dakika kadhaa tu au kwa saa kadhaa ili tuweze kuongea na Mungu?" Kwa hiyo kutafakari kwa Mungu kwa Kikristo kunahitaji watu kujikita katika kujifunza neno la Mungu na sio kujitenga au kwenda mbali na watu na kujitesa na kuondoa mawazo katika akili. Kuna maneno kadhaa ambayo yanaelezwa katika kitabu cha Tumaini la Vizazi Vyote, Desire of Ages, ya kwamba katika maisha yaliyotolewa kikamilifu kwa ajili ya faida ya wengine, Mwokozi aliona kuwa ni muhimu kujitenga na njia za kawaida za safari na makundi ya watu waliomfuata siku baada ya siku. Ilimbidi ajiondoe kutoka katika maisha ya shughuli zisizoisha na mahitaji ya kibinadamu, ndio kutafuta utulivu na ushirika usiovunjika na Baba yake, ni sio kutafuta utulivu ili kuondoa mawazo katika akili kama wanavyofanya hawa watu wa Mashariki. Anasema akiwa mmoja wetu, mshirika wa mahitaji na udhaifu wetu, alimtegemea Mungu kikamilifu, na katika mahali pasiri pa maombi alitafuta nguvu za Mungu. Hivi ndivyo Yesu alivyofanya. Ikiwa Yesu alithamini muda kama huu wa utulivu pamoja na Baba yake, yani Mungu, je, sisi si muhimu zaidi kutafuta muda kama huo wa utulivu kuongea pamoja na Mungu? Kila mtu ajioji na amue kuchagua. Kuna mada nyingine ambayo inasema njia ya amani. Tunamwona Buddha anafundisha nuru aliyoipata, na hii anaifundisha katika njia 8 ambazo alizitambua, yani njia za maadili. Mojawapo anasema ufahamu sahihi, hiyo ni njia ya kwanza. Njia ya pili, nia sahihi, lakini njia ya tatu ni usemi sahihi. Njia ya 4 ni matendo sahihi. Njia ya 5, maisha sahihi. Njia ya 6, juhudi sahihi. Na njia ya 7, kujitambua sahihi. Na njia ya 8, kuwa makini katika fikra za usahihi. Na ukiangalia katika hizi njia zote 8 ambazo anazitoa huyu Buddha, ni njia ambazo zimejikita katika juhudi binafsi, ya kwamba mtu akiwa na juhudi binafsi anaweza kuzitimiza hizi zote, tofauti na namna ambavyo neno la Mungu, Biblia, inavyotuambia. Injili inatueleza ya kwamba sisi tumeokolewa kwa neema. Ukisoma katika Waefeso 2 fungu la 8, tunaambiwa tumeokolewa kwa neema, na neno la Mungu linasema, kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu, wala si kwa matendo, mtu awaye yote asije akajisifu. Kwa hiyo juhudi za kibinadamu haziwezi kuleta wokovu, kwa sababu ni kama upepo tu na haziwezi kumwokoa mtu. Unaposoma Warumi 3 fungu la 23 inasema, kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Kila mtu ni mwenye hatia. Kwa hiyo sisi wenyewe hatuwezi kujiokoa. Kwa hiyo tunamhitaji Yesu afanye kitu katika maisha yetu. Na badala ya kutuacha tuhangaike, yeye ametoa nafasi ya kutuokoa na kutupatia wokovu. Ni sisi tu kama tutaamua kuamini na kupokea huo wokovu ambao ameutoa. Na mada ya mwisho kabisa inasema nuru ya uzima. Kwa hakika tangu mwanzo wa somo letu mpaka hapa tumejifunza ya kwamba Yesu ndiye nuru, na yeye ndiye anayemtia kila mtu nuru. Na kama tutahitaji hiyo nuru, ni lazima tujifunze katika nuru kubwa ambayo ni neno la Mungu. Tujifunze, kwa sababu neno la Mungu pia linaitwa kama nuru. Tunaambiwa katika Biblia kwamba neno lako ni taa ya miguu yangu na mwangaza wa njia yangu. Kwa hiyo kama tutajifunza neno la Mungu vizuri, tutakapomfuata na kupokea au kuliishi hilo neno la Mungu, tutaweza kufuata pasina kujikwaa, kwa sababu Yesu mwenyewe anasema, yeye anifuataye hata kwenda gizani kamwe.
Siku ya leo tunapojifunza hili somo la juma hili, tumechunguza na kugundua utofauti mkubwa ambao upo katika dini ya Kibudha na dini ya Kikristo, ambapo tumegundua ya kwamba Ubudha unajikita sana katika kujitegemea, kwamba mtu anaweza akajitegemea na akatimiza wajibu wake au akatimiza matakwa ya maisha, jambo ambalo si sahihi. Na neno la Mungu linatuambia kama tunahitaji kuishi vizuri, kama tunahitaji kuwa na maisha ya furaha, ni lazima tujikite katika kutengeneza uhusiano wetu na Mungu, kuunganisha nafsi zetu na nafsi ya Mungu. Na kwa kufanya hivyo tutajihakikishia kwamba tunaishi maisha mazuri ya furaha. Ingawa tutapitia changamoto, lakini tutakuwa na uhakika wa kufurahia maisha yetu, kwa sababu Roho wa Mungu ataishi maishani mwetu na tutakuwa na nuru kubwa ambayo ni Yesu mwenyewe katika maisha. Mungu akubariki. Huu ndio mwisho wa somo letu. Tukutane tena juma lijalo. Asante. Tunapofunga tupate ombi. Tuombe. Baba yetu mtakatifu, tunakushukuru kwa namna ambavyo umetutendea. Baba, muda huu tumejifunza kweli kubwa katika maandiko yako matakatifu. Tusaidie tuitumie na tuiishi katika maisha yetu. Katika jina lako Yesu Kristo. Amina. Asante. Mungu akubariki mpaka wakati mwingine.